Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna watu wanadhani kwamba Uislamu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulitumia nguvu. Kwa hakika ile jihadi aliyokuwa akipambana nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na makafiri ilikuwa sio jihadi ya kuwalazimisha wao kusilimu. Ilikuwa ni jihadi ya kujihami kutokana na dhulma. Walidhulumiwa heshima zao, walikuwa na dhulumiwa na kataza kutangaza dini ya Uislamu. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza Jalla anasema udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu, wameidhinishwa wale ambao wanapigana kwa sababu wamedhulumiwa. Kwa hivyo ilikuwa ni jihadi ya kukataa dhulma, sio jihadi ya kuwaingiza watu katika dini. Kuanzia mwanzo wa kuteremka sheria mpaka sheria inahitimishwa, haikutumika mabavu kuwaingiza watu katika dini. Katika surati Al-Baqara kwenye ayat Al-Kursi ambayo ni aya 255, aya inayofuatia 256, Mwenyezi Mungu Azza Jalla anabainisha kwamba dini ya Kiislamu imetegemea nguvu ya hoja, yani hoja ambayo ina nguvu. Qala Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hakuna kulazimishana katika dini, hakuna kumtenza mtu nguvu katika dini, kwa sababu dini inategemea nini? Qad tabayyana ar-rushdu, kwa hakika uongofu umekwisha kubainika, min al-ghayy, katika hali ya kujitenga na upotefu. Kwa hivyo yani Uislamu nguvu yake, hata sasa hivi wanasilimu sijui tutumie lugha ya maelfu ya watu au mamia ya watu katika miji mbalimbali bila kujali mipaka ya jiografia na mataifa ya watu, Ulaya, Marekani, Uingereza, Ufaransa. Katika maeneo ya mashambani watu wanaingia katika Uislamu kwa wingi, bila kujali level na renki za watu kiuchumi, kitaaluma, kimadaraka, wanasilimu watu. Ni kwamba nadhani Waislamu hawajawa na chombo maalum kinachofanya utafiti na kufuatilia ni kina nani wanasilimu na kutoa taarifa, lakini hizo taarifa ni nyingi kuliko zile ambazo zinatufikia. Mwenyezi Mungu Azza Jalla kadhalika katika surati Yunus aya ya 99 anasema walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an, Mwenyezi Mungu angetaka kuwasilimisha watu kwa lazima wangeliamini wote, watu wote ardhini, yani angeleta jambo likawakomandi wakaamini kwa lazima, lakini Allah anataka watu waamini kwa hoja ya dini yenye nguvu. Ndio akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afa anta tukrihu nasa hata yakunu mu'minin, hivi wewe utawalazimisha watu ili wawe ni waumini? Unajua hii aya imetajwa katika kipengele gani? Ni ajabu sana katika ufasaha wa Qur'ani. Watu wa Nabii Yunus walimkhalifu Nabii Yunus, Nabii Yunus akawakimbia, wakaletewa adhabu. Alafu walipoona adhabu ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla wakaamini. Walipoamini Mwenyezi Mungu Azza Jalla akawaondoshea adhabu. Hii yani ina sura kama vile walilazimishwa, lakini hawakulazimishwa. Mwenyezi Mungu Azza Jalla aliwaona wale watu kwamba waliamini kwa maana ya kuamini, waliamini kwa maana ya kujua ukweli na kukubali ukweli. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaondoshea ile adhabu. Na ndio maana ikiwa mtu ataamini wakati adhabu imeshaanza kuteremka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubali Uislamu wa mtu ambaye anasilimu kwa sababu ya kutenzwa nguvu. Uislamu unategemea nguvu ya hoja. Na nikwambie kwamba dini zote duniani bila istithna, bila exception, kama neno hili litakuwa ni fasaha, dini zote duniani zinalindwa na katiba na mikataba na makubaliano ya kuvumiliana na diplomasia
katika sura kama hii. Lakini dini ya Uislamu ni dini ambayo yani inajitegemea kwa hoja yake. Nina maana kwamba dini zingine haziko tayari kujadiliwa na kudiskasiwa na kufanyiwa yani nikash na mjadala, yani mjadala wa kutiwa kasoro na kunakishiwa na kuchambuliwa na kutajwa mapungufu yake, alafu yenyewe jihami kwa hoja zake. Hakuna dini ambayo iko na utayari huo katika dini zote duniani. Lakini Uislamu wallahi ni dini pekee ambayo inafungua mlango wa mjadala. Kwa mfano, mtu akisema mimi sisilimu au nataka kusilimu, lakini kwa sharti nifanye discussion, nifanye munakasha kwenye Qur'ani, kwenye maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye sheria ya Uislamu. Ni dini ya Kiislamu peke yake ambayo iko tayari kufungua milango na ikawa wazi hiyo nikash na mjadala, kuonesha ule uhaki wake na umadhubuti wake. Alhamdulillah alladhi ja'alana muslimin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ambaye ametujalia sisi ni Waislamu. Allahumma ahyina muslimin. Mwenyezi Mungu tuhuisha hali ya kuwa ni Waislamu na utufishe hali ya kuwa ni Waislamu, na utufufue katika hiyo kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.